Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imemtambulisha mkandarasi aliyeshinda zabuni ya kutekeleza mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji 120 mkoani Singida kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 17.39. Fuadi Kasim kutoka mkoani Singida ana masimulizi kamili. Akimtambulisha mkandarasi huyo kwa mkuu wa mkoa wa Singida Bi Halima Dendego, mkurugenzi wa umeme vijijini REA mhandisi Jones Olutu amesema mradi huo unakwenda kunufaisha kaya zipatazo 3960 mkoani Singida. Kwa mkoa wa Singida vijiji vyote 441 vishafikiwa na umeme na vitongoji 1052 kati ya 2289 tayari vishafikiwa na umeme. Kwa tabaka vitongoji 1207 tu ambavyo havina umeme. Kati ya hivyo tuna vitongoji 120 ambavyo mradi wake ni huu hapa tunamtambulisha mkandarasi, vitongoji 15 kwa kila jimbo. Kwa hiyo as we speak vitongoji ambavyo havina mradi mpaka sasa hivi kwa mkoa wa Singida ni 741. Na hivi tunapaswa kufikisha umeme kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia sasa. Mradi huo ni kusambaza umeme katika vitongoji vya wilaya ya Singida DC, Ikungi, Manyoni, Mkalama na Iramba, huko vitongoji vitakavyobaki vitaendelea kusambaziwa umeme kulingana na upatikanaji wa fedha. Mimi niseme ninayo furaha ya aina yake kwa sababu tumekuwa tukisema tumemaliza vijiji na sasa hivi mtatuona kwenye vitongoji, muda wenyewe ndio huu. Kwa hiyo mnatupa maneno ya kwenda kwa majukwaa kusema kwa kujiamini. Tulisema na tunatekeleza sasa. Kwa hiyo niseme Transpa karibuni sana. Sisi ndugu zenu wa Singida tunawapokea, tutawapa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba kazi inaenda kama mlivyopanga. Umeme kwenye vitongoji sisi ni fursa. Viwanda vidogo vidogo kuprocess mazao yetu tunaolima huko kwa wakulima. Utekelezaji wa mradi huo ni wa miezi 24 kama ilivyo kwenye mkataba, lakini ahadi ya mkandarasi ni kufanya kazi hiyo kwa miezi 12. Kama mkandarasi mzoefu, na amini hii kazi tutaifanya ndani ya muda mfupi sana, tukipata ushirikiano mkubwa kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Singida pamoja na client ambaye ni REA na TANESCO. Kila mtu akitekeleza majukumu yake. Sisi tumejipanga vizuri sana. Kati ya miezi 24 tuliopewa tuna uhakika wa kuweza kumaliza ndani ya miezi 12. Kwa kila mtu akifanya wajibu wake vizuri. Sasa wito wangu kwa wananchi ni kwamba kama serikali imepanga mipango hii ya maendeleo na imetoa kiasi cha gharama, basi ni vizuri wananchi wakajiandaa kupokea huduma hii njema ambayo serikali imetoa fedha au imewekeza fedha nyingi kiasi. Na pia ni ushauri wangu ni kwamba tuangalie miundombinu hii ya gharama ambayo serikali inaweka, kuilinda, kuhakikisha kwamba inatimiza makusudi ambayo serikali ilikusudia. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Fuadi Kasim wa Tuta wa Mahasin TV.